Watu takriban 15 wameuawa katika wimbi jipya la mashambulizi kati ya Urusi na Ukraine, huku pande zote mbili zikiendelea kushambuliana kwa makombora na drone licha ya juhudi za kimataifa za kufufua mazungumzo ya amani. Maafisa wa Ukraine wamesema watu 10 waliuawa na takriban wengine 100 kujeruhiwa baada ya makombora ya ballistic ya Urusi kulenga maonesho ya teknolojia ya drone yaliyokuwa yakifanyika karibu na mji mkuu wa Kiev. Tukio hilo lilihudhuriwa na viongozi na wataalamu mbalimbali wa sekta ya ulinzi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amelaani shambulizi hilo, huku jeshi la anga la Ukraine likisema Urusi ilirusha makombora 3 ya ballistic, lakini moja pekee lilifanikiwa kuzuiliwa. Kwa upande wake, Urusi imethibitisha kufanya shambulizi hilo, ikidai kuwa ililenga eneo ambalo lilikuwa likionyesha teknolojia ya drones zinazotumika kushambulia maeneo ya kiraia nchini Urusi. Moscow pia imedai kuwa maonesho hayo ilihudhuriwa na watengenezaji wa drones pamoja na maafisa wa vikosi vya drones na vyombo vya usalama vya Ukraine. Shambulizi hilo limezua mjadala mkubwa nchini Ukraine, ambapo wengi wamehoji kwa nini tukio hilo kubwa la wazi kwa umma lilifanyika wakati vita vinaendelea. Zelensky amesema uchunguzi umeanzishwa kubaini kilichotokea, huko ofisi ya mwanasheria mkuu ikichunguza nani aliidhinisha tukio hilo na hatua gani za usalama zilikuwa zimewekwa. Katika eneo lingine mashariki mwa Ukraine, watu 5 waliuawa baada ya mabomu ya kurushwa kutoka angani ya Urusi kulenga mji wa Sloviansk. Wakati huo huo, Ukraine ilifanya mashambulizi ya kulipiza kisasi ndani kabisa ya Urusi. Maafisa wa Urusi wamesema watu 6 waliuawa na wengine 26 kujeruhiwa baada ya shambulizi la usiku kucha kulenga mji wa Kirov uliopo zaidi ya kilomita 1000 kutoka mstari wa mapambano. Zelensky amesema operesheni hiyo ililenga moja ya vituo muhimu vya kijeshi vya Urusi vinavyozalisha vifaa vinavyotumika kutengeneza ndege za kivita na makombora yanayotumika kuishambulia Ukraine. Ukraine pia ilishambulia maghala ya kampuni ya Wildberries, muuzaji mkubwa zaidi wa bidhaa mtandaoni nchini Urusi. Kiev imesema sasa inalenga pia vituo vya usafirishaji na usambazaji bidhaa, ikiamini vinaweza kutumika kusambaza vifaa vya kijeshi kwa jeshi la Urusi.